Wakazi wa vitongoji vya Chihanga, Mpilipili, Mkwedu na Majengo wilayani Newala mkoani Mtwara wamepongeza wakala wa nishati vijijini REA kwa kufikisha umeme katika vitongoji hivyo. Wametoa pongezi hizo kwa nyakati tofauti wakati wa kampeni maalum ya kuhamasisha wananchi vitongojini kujiunga na huduma ya umeme inayoratibiwa na REA. Akizungumza kwa nyakati tofauti na wananchi wa vitongoji hivyo, msimamizi wa miradi ya REA mkoa wa Mtwara, Mhandisi Daniel Mwandupe, alisema lengo la kampeni hiyo ya uhamasishaji ni kutoa elimu kwa wananchi ili kuelewa hatua za utekelezaji wa mradi unaoendelea wa kusambaza umeme, elimu ya kuomba kuunganishwa umeme kwa kaya ambazo bado hazijafikiwa, sambamba na kujadili changamoto zinazowakabili wananchi kwenye sekta ya umeme ili kupata ufumbuzi wa pamoja. Hii ni News Update Media. Yaani zamani ilikuwa kabla sijaupata umeme hali ilikuwa sio mzuri kwa kweli. Utakuta yani giza likishaingia na ndani wakati mwingine unajikwaa kitu kingine hata ambacho ukutegemea ujikwae kwa ajili ya nini giza. Lakini umeme kwa kweli nimefurahi sana tendo la kupata umeme nyumbani kwangu. Naona mabadiliko ni mazuri, ni tofauti na zamani. Sasa hivi mambo mazuri kabisa kuhusu umeme. Kwa sababu ukiwa na pasi unanyosha tu nguvu zako haraka, ukiwa na friji. Kwa hiyo mambo mengi tu ya kutumia yanayohusika na umeme. Zamani umeme ulikuwa naupata mpaka uende Newala au labda ufikie Dar es Salaam au Mtwara. Ila sasa hivi umeme umefika kijijini kwetu. Tofauti na mwanzo. Tulikuwa tunausikia tu kuna umeme. Mpaka hata watoto wadogo umeme walikuwa wanaushangaa waujui. Sasa hivi wanauona, wanaufurahia. Sasa hivi si hatuhangaiki. Mambo ya vinu tumeachana naye. Kwa hiyo sasa hivi si wewe tu unapobeba mahindi yako unapeleka mashineni, unakoboa, unapata unga wako mzuri. Kwa hiyo maisha ya zamani sasa hivi tumeachana naye. Mimi Bakari Yashini Nguyahambi. Tunashukuru sana Tanzania yetu. Toka miaka ya nyuma hatukuwa na umeme. Tunamshukuru Mama Rais kutupatia umeme sisi wananchi. Miaka ya nyuma tulikuwa kusaga mahindi mpaka tuvuke mlima. Tunaenda na saga kule. Yaani huduma zote ambazo za umeme ni shida, hatupati. Kwa sasa hivi hali iliyokuwepo sasa hivi na miaka ya nyuma ni vitu vile tofauti. Yaani sasa hivi kijiji kimechangamka, watu wanafanya biashara, watu wanauza juisi, wanauza maji baridi, vinywaji vya baridi vinapatikana. Hospitali ile pale wanafanya vipimo kupitia umeme. Kuna maji yanavutwa kama hivi, tulikuwa tunachota maji kule mtoni, tunaleta huku kwa kichwa. Sasa hivi tunaenda bombani, tunafungua maji kwa sababu ya maji, umeme unavuta na nini na maji yanatufikia sisi tulipo. Na umeme ndio mwanzo wa maendeleo, kwa sababu watu wameweka mashine za kusaga kama hivi, tunasaga, yani hatupati shida. Simu tunatafuta hapa na kuna sola, mwenye simu mwenye nyumba anaringa anatuona kama kero. Lakini sasa hivi umeme ukiwaka tu na 200 yako unaenda kuchaji simu, hamna shida. Kwa sababu mimi ambaye nilikuwa naishi kule Dar es Salaam naye apata kule na hapa nilipo hakuna tofauti. Sisi ahadi yetu ni kwamba tutashirikiana nao, tutalinda miundombinu yote toka moja mpaka mwisho ya nishati ya umeme, tutalinda. Lakini natarajia kwamba nikiingiza ndani ya nyumba yangu moja, kama nilivyosemea kwamba ni ulinzi, na zizi la mbuzi nyuma kule, fisi hatafika, mwizi hatafika. Na kama vijana wanataka kuweka vitu ya kuweka kwa niaba ya biashara, watanufaika. Niwapongezeni tena leo, nashukuru. Nilikuwa na kazi muhimu, niliposikia leo wanakuja na mimi nikawa na hamu. Miongoni mwa wateja wapi pamoja na mimi. Tena mmenistusha mpaka hata speaker hizi zimeniamsha kitandani. Afya yangu haiko vizuri, nikasema ngoja nikaone basi na mimi nipate kuonana nao. Nadhani mnaona mnaendelea, kuna nguzo zimesambazwa tayari na kuna wataalamu wetu, wakandarasi wetu walishapita kwa ajili ya kuwapimia na kuwekea alama za kuwafikishia umeme. Mradi wetu huu unaitwa mradi wa ujazilizi. Ujazilizi maana tunajazilizia yale maeneo ambayo yalikuwa hayajafikiwa na huduma ya umeme, haswa kwenye vitongoji. Tunafahamu kwenye hiki kijiji cha Chihanga umeme umefika muda mrefu. Sahihi. Sasa umeme umefika, lakini kuna watu wako pembezoni mwa kijiji, wako kwenye vitongoji ambao viko pembezoni. Kwa hiyo kuna mradi ambao wakala wa nishati vijijini REA alikuja kuutambulisha na anautekeleza. Huu mradi ambao mnaona unaendelea na mkandarasi wetu amesha simamisha nguzo zake na kufunga waya,
na kuvuta waya ni mradi ambao serikali uliamua kuufadhili kupitia wakala wa nishati vijijini REA ili muweze kupata huduma ya umeme. Na kwa kitongoji hiki peke yake cha Kaskazini, serikali iliweka kiasi cha shilingi za Kitanzania milioni 115. Jamani, nyingi sio nyingi, zaidi ya milioni 115 kwa ajili ya kuwafikishia umeme katika kijiji chetu, hususan katika kitongoji cha Kaskazini. Kwa nini tumekitaja kitongoji cha Kaskazini? Tumekitaja kwa sababu ndio kipo kwenye makaratasi, lakini ukiangalia hizi nguzo zimepita karibu vitongoji vyote. Kwa hiyo tunapotaja Kaskazini, ameelezea kiongozi wetu, sio kwamba ndio inaishia hapo, lakini umeme huu umeweza kusambaa katika vitongoji vyote 4 vya kijiji hiki. Kwa hiyo tuwatoe wasiwasi, pamoja na kwamba kwenye makaratasi, kwenye document imeandikwa kitongoji cha Kaskazini, lakini umeme unafikia watu wote, na lengo lilikuwa ni kuwajazia watu wote katika vitongoji vyote vya kijiji hiki. Itakapofungwa transformer nyingine ambayo tunategemea wiki ijayo itafungwa hapa, itawawezesha kupata umeme imara na bora zaidi. Manufaa ya umeme wengi tunayafahamu, kwa sababu tukiangalia hapa tunaona watu tayari wameanza biashara. Ni kuongeza tu, tumeambiwa kuna mashine. Kwa hiyo tunatamani sisi kama REA tuweze kuona hizi biashara zimeongezeka maradufu, zisiishie hizo chache. Natamani huu mtaa wote ujae biashara na maeneo mengine. Na tumeambiwa kwamba nyinyi mnajishughulisha sana na biashara ya korosho. Korosho ni zao ambalo unaweza ukatengeneza vitu vingi sana. Na unaweza ukatengeneza hapa. Ukiwa na umeme, korosho unaweza ukaisindika. Ukatengeneza vitu vingi. Unaweza ukatengeneza ile siagi ya kupaka kwenye mikate, au wengine unaisaga, unaitengeneza, wanaitumia kwa matumizi mbalimbali. Kwa hiyo unaweza usipeleke korosho ghafi mjini. Unaweza ukatengeneza hapa hapa kwa kuanzisha viwanda vidogo vidogo.